Mapema asubuhi ya leo hii Desemba 8, 2025, wananchi pamoja na watumishi wa serikali mkoani Singida wamejitokeza kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Singida, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka 64 ya uhuru. Baada ya kuhitimisha usafi huo, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego alipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa Singida na kuwahimiza kuendelea kudumisha amani. Ninawashukuru wote mliojitoa, viongozi, watumishi na wananchi wa kawaida. Tumeweza kufanya usafi, eneo limependeza kweli kweli. Nimetupa picha kwamba usafi ni jukumu letu, usafi ni kazi yetu, lakini usafi huu tumeenda na kuenzi miaka 64 hii ya uhuru. Lakini kubwa katika siku ya leo ni kuliombea taifa letu. Mwenyezi Mungu atupe utulivu. Amani yetu ndio maendeleo yetu, amani yetu ndio uhuru wetu, amani yetu ndio uchumi wetu Singida. Mimi nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Singida na hasa vijana wa Tanzania wanaoishi Singida. Kwa kweli mmeonyesha uzalendo wa hali ya juu. Hongereni sana, tuendelee na mwendo huo huo. Asije mtu kutudanganya kwenye uhuru huu kwamba tukipigana tutapata suluhisho ya matatizo, kwamba tukigombana tutapata suluhisho ya matatizo, tukienda tukachoma barabara, tukachoma biashara, tukachoma nyumba zetu tutapata maendeleo. Tutarudi kuwa masikini, tutarudi nyuma hatua 10 badala ya kusonga mbele. Badala yake vijana, shikamaneni, ungamaneni, tunafikika viongozi wenu, tufikieni. Machangamoto yote mlionazo tuleteeni kwa upole, tutawasikia. Kesho tunapoenda kwenye uhuru, kila mtu akae na familia yake, na wazazi wake, na watoto wake, na mke wake, atafakari amani ya Tanzania katika miaka hii ambayo tumeishi kwa upendo kama ndugu moja. Sisi wa Tanzania leo, huwezi kutugawa kwa dini, huwezi kutugawa kwa siasa, huwezi kutugawa kwa kabila. Ndani ya nyumba moja, baba Mnyiramba, mama Mchaga. Uongo kweli? Baba Muislamu, mama Mkristo. Uongo kweli? Kwa hiyo asitudanganye mtu, hayupo mama mwingine zaidi wa Tanzania. Turudi nyuma, angalieni wenzetu waliofanya hivyo. Wamejaribu kuiharibu amani, mpaka leo amani bado haijatulia. Ndio maana nikasema leo, hebu tuibuke mtaani, tufanye usafi, lakini tupeane salamu za upendo. Tumekusanyika hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kufanya kazi moja tu, ikiwa ni kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Malcolm X aliwahi kusema kwamba history is a people's memory, without memory man is demoted to the lowest animal. Ya kwamba tunapaswa kuishi kadiri ya historia, na kama tuwezi kuienzi historia yetu tunaweza kufananishwa sawasawa na kiumbe mdogo asiyekuwa na thamani. Hii ina maana gani? Tunakumbuka miaka 64 tulipopata uhuru kutoka kwa Waingereza, na huko nyuma tukiwa tumetawaliwa na Wajerumani. Tunapoadhimisha miaka 64 ya uhuru wetu wa Tanganyika, ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunapaswa kuenzi mambo mema mazuri yaliyofanywa na wazee wetu. Na leo sisi tumekuja mahali hapa, tumefanya usafi ikiwa ni kuenzi uhuru wetu tulioupata. Na tukitoka hapa, twendeni tukatafakari kuhusu uhuru wetu na hatima ya nchi yetu. Tunasisitizwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani, tunakuwa na utulivu. Ni vizuri sana kila mmoja akajaribu kuweza kuwa balozi wa amani popote alipo. Amani yetu ni muhimu kuliko jambo lolote. Katika mazungumzo waliozungumza hapa, amezungumza vizuri. Kikubwa tunataka amani. Na kwanza amani, tupendane. Na mali zetu, hao vijana washikamane vizuri. Wasikize maneno yanayozungumzwa na serikali, wafuate vizuri. Wasipotee. Kisha kupotea wanapoteza amani yao. Inajua amani kwa kila Mtanzania ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo unapokuwa unapinga swala la amani, ni swala ambaye halipo kabisa. Bila amani mambo hayawezi yakaenda. Kwa hiyo amani ni jambo la mwanzo sana katika maisha yetu ya mwanadamu. Mimi natoa wito kwa vijana waachane na haya masuala ya kutokuwa na amani. Swala la maandamano hapa kwetu halipo. Kwa hiyo hawa vijana waachane kabisa na swala la maandamano. Maandamano kwanza hayaleti maana yoyote kwa mwanadamu, yanakuwa yanachelewesha maendeleo. Vijana tuache mihemuko, tuachane na mambo ya makundi, tuwasikilize viongozi wanasemaje. Maana tunapohatarisha amani, hasa tunawakosti watoto wetu. Tunawapa wakati mgumu hata kutafuta chakula, hatufanyi kazi, tunabaki kujifungia ndani. Na hasa Singida hatutaki kuichafua kabisa. Yaani katika mkoa ambaye tutaki kumwangusha rais ni Singida.
tukubali ni rais wetu, tumsikilize anavyosema, tufanye kazi. Kazi inajitokeza, tufanye yoyote kazi tu inatupatia hata shilingi ndogo. Tunawashukuru wote mliojitokeza kufanya usafi na hivyo utamaduni wetu. Kila siku asubuhi tujitahidi kufanya usafi wa mazingira yetu.